Bwana, mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu? Bwana, hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe, najikunguta upupu. Aga, bwana, kutokea hapa nje ya uwanja wa Azam Complex Chamazi, nyumbani kwa timu ya Azam FC ambao leo watampokea Young Africans katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ligi kuu ya NBC. Mchezo wa ligi kuu ambao unatarajia kufanyika majira saa 1 za usiku katika uwanja huu ambao unaotazama hapa wa Azam Complex, kati ya Azam FC mwenyeji akicheza na Young Africans. Katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans akikubali bao 1-0. Mechi ilifanyika hapa kipindi hicho Young Africans akiwa mwenyeji, manake alikuwa anautumia uwanja huu wa Azam Complex kabla ya kuhama na kuelekea kule KMC Kinondoni. Bwana, majira ya saa 1 na ukicheki pale kwenye ubango VIPB ni 15,000 na mzunguko ni 10,000. Ni bei za viingilio leo. Mashabiki popote pale mlipo, leo ni mchezo wa Dar es Salaam Derby, Azam FC, mechi ambayo Azam watakuja kujibu maswali mengi sana Young Africans. Katika mzunguko wa kwanza mlitufungaje? Manake walifungwa bao 1-0, bao la Jibril Sila. Lakini leo kuna vita kadhaa ambazo zinafanya mchezo huu kuwa mgumu. Young Africans akiwa anataka kujihakikishia nafasi yake ya kuzidi kukaa kileleni, manake kama akipoteza manake anaweza kutoa nafasi kwa mpinzani wake Simba Sports Club kukaa katika nafasi nzuri. Lakini kwa upande wa Azam FC naye akiwa na vita yake ya kugombea kwa maana nafasi ya 3 zidi ya Singida, kama atapotea manake atakuwa anampa ile nafasi rahisi ya kuweza Singida Big Star kusogea pale, manake naye atakuwa anacheza na Coast. Bwana, hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Mapema tukifika hapa kwa ajili ya kukupa update mbalimbali kutokea hapa katika dimba hili la Azam Complex. Mwintu Brigado. Kama kawaida. Mambo safi. Fresh. Mzima. Baba amevuka bwana. Uliniahidi hadi ni deni. Mnyama akivuka mashuka yangu 6. Kavuka. Nimekuja. Mnyama amevuka kwa goli ngapi? Goli 2 ameshinda. Ameshinda draw. Goli 4 ameshinda. Amedraw. Sasa mbona amefuzu? Kule goli 2, huku goli 2. Nimekwambia mnyama akimfunga yule Mwarabu dakika 90, mimi nakupa shuka 6. Mnyama akifuzu. Shuka 6 mimi ninazo. Mnyama akifuzu ulisema hivi. Wewe umenukuu vibaya. Shida yako wewe usikilizi maelekezo. Sio watu. Nimekwambia hivi, Simba kama atamfunga yule Mwarabu goli 3 ndani ya dakika 90, mimi nakupa shuka 6. Mnyama ukasema kwanza ashinde. Kafunga magoli 2 na kavuka. Kashinda ngapi? Mnyama ametoa sare, hajavuka. Mnyama ametoa sare ya 2 kwa 2. Ulisema akivuka ashinde. Mimi yangu ni swali moja. Tunabeti mimi na wewe Kamali. Ukibeti ukiweka mkeka, mechi ikienda draw, mkenda kutoka kwenye penalty, Mwindi anakupa hela akupi hela? Tumeliwa. Tunaweka option pale. Umeliwa. Yaani ndani ya dakika 90 hela inatoka. Jua kali. Mnyama, jua kali. Mnyama katoa sare. Hajashinda. 20 tu. Nimekwambia mnyama hajashinda. Hajashinda mnyama. Kasema avuke. Matokeo ya jana anatakiwa avuke. Matokeo ya jana litokaje? Hii show wewe, hii show ikaa pembeni, show ya kongomie. Chuma chapua. Chukua hela yako. Na style kuchukua. Una style sababu Simba ameshinda goli 2 dakika 90. Kwenye betting zinaweka goli 2. Wewe una kitimamu. Yule alishinda 2 kule. Inakuwaje? Aggregate ngapi? Aggregate ngapi? Ikiwa 2 imesha vile dakika 90. Nani kavuka? Ingekuwa bila avuke. Kavuka. Bila sare moja. Nimekuuliza wewe, yule kashinda 2, huko kashinda 2. Nani kavuka? 60 nilikuwepo anavyoahidi. Chukua haki yako. Mjini, jiangalie mjini, usiingilie show za wababe mjini. Chukua haki yako. Ashinde na avuke. Wewe umenungu vizuri. Simba nimekwambia hivi ashinde ndani ya dakika 90. Akuvuka dakika 90. Mwananchi sijawahi kuona mwananchi ana hela jamani. Mwananchi wewe nisikize vizuri. Tajiri. Simba ashinde na avuke. Mimi mdogo wangu nimekwambia hivi, Simba ashinde ndani ya dakika 90. Dakika 90 katuambia kashinda goli 2. Kavuka. Ni draw ya 2-2 minus kule 2 na hapa 2. Tumeenda kwenye changamoto ya mkwaju ya penalti. Simba katoka kavuka. Simba kafanyaje? Simba ametoka kavuka. Katoka. Si draw. Simba ka draw. Na kama ka draw,
Nimekwambia hivi, akishinda nani dakika 90 njoo chukue hela. Simba hajashinda, Simba kavuka. Ile jana game ya jana dakika 90. Game ya jana dakika 90. Game ya jana dakika 90 Simba ameshinda goli 2. Alisemaje? Kwanza zungumza vizuri. Alisema Simba akishinda uje uchukue mashuka yako 6 na avuke. Una mashuka 6. Amevuka. Kauli navuka. Amevuka, chukua hela. Bwana mbabaishaji bwana huyo. Simba ashinde na avuke. Mnyama kavuka. Mashuka 6 nipe. Anakimbia. Bwana wananchi, bwana mwananchi mwenzenu ule kaniahidi mashuka bwana hapo, au sio? Karosi kashindwa kutekeleza. Anasema mnyama mimi ndo nakupa hadi sasa hivi. Huyu timu anaenda kukutana nayo Simba. Simba stadi ya Bochi. Simba si anaanzia hapa. Simba akivuka uje uchukue kilo. Kilo ya nini? Yani kilo 10,000 zinakuwa kilo, yani manake ni 100. Mimi nakuahidi 100,100,000. Haina ubabaishaji, na karatasi tuandikishane 100,100. Simba akivuka hii group walioingia. Mimi fulani bin fulani kwa sababu mimi nakupeleka mahakamani. Sawa. Na mimi miezi 6 bila mzamana. Mimi pengo. Shakasirika. Mimi pengo Yanga lialia na ninakwambia kabisa Simba akivuka hii group walioingia anakutana na nani kwanza? Unamjua yule? Yule kapanda juzi hicho. Msauzi yule Masandawana kapanda juzi hicho. Simba akivuka group hii uje uchukue kwangu laki. Nimeshindikana niweke kitu chochote cha polisi dau unachokijua. Mimi sio laki, mimi naenda kukuweka meno. Bwana huyu ni pengo Yanga, naenda kumweka meno. Hebu fanya hivi kwanza. Haya hapa nimeshakwambia. Nimekwambia mimi nakutibia meno. Unanitibia meno? Bwana mwananchi mwingine huyu kasema Simba akifuzu. Si ndivyo hivyo? Simba akifuzu ili kwenda finali. Akishinda hii mechi inayokufuatia uje uchukue baba mashuka yako 10 na jogoo mmoja. Bwana kutokea hapa Chamanzi, nadhani mmemsikia mwenye pengo Yanga amenipa ahadi. Lakini nimejisikia vibaya sana Karosi kunyima mashuka yangu. Jamini. Na yakuna jamini. Hii ndio kwa rahisi. Ndio. Mara zote mnazokutana na Azam inakuwa game ngumu sana. Hata ikitokea mmeshinda au wao wameshinda, lakini inakuwa ndani ya uwanja ni mechi ngumu sana. Mchezo wa mwisho mmekicheza hapa, kipindi hicho mkitumia kama uwanja wenu wa nyumbani, mlikubali kichapo cha bao 1-0. Lakini Azam katika mchezo wa nyuma wametoka kupoteza. Bila shaka katika mchezo wa leo hawatataka kupoteza nafasi yao ya 3 kwa sababu wanagombania na Singida. Kama watafungwa manake watakuwa nampa nafasi Singida. Hilo mimi siwezi nikaamini. Na kutokana Azam sisi tunajua wachezaji wao. Kutana sisi tatukamia. Kimeelewa? Na kujua sisi Azam watukamia, lakini sisi hatuamini hilo. Watu wadogo tokoro sisi. Hata kama sisi tucheza hapa tukatoka, tukaenda kutafuta uwanja wetu sisi tukacheza, sisi tunaamini leo tutapata matokeo. Na sasa uone kama leo vipi kama kwa upande wenu wakiendelea kuwakamia? Hawezi kutukamia. Hata kama tuko kwao, hawezi kutukamia. Sababu washapoteza mechi 2 mfululizo. Hawezi kutukamia. Utaweza kuzuia combination ile ya Jibril Sila pamoja na Faisal Salum? Sasa Faisal atumofii kutoka Faisal ana kadi. Hata kile akicheza maguvu yake atasababisha matatizo tu bure. Sasa tumofii. Hapo sisi tumemfosia mtu mmoja tu pale. Sila anatisha. Yule pale yule mchezaji anatisha. Yule ukimwachia nafasi na kuua. Mara nyingi unajua anakuwa anawafungaga magoli mazuri sana. Yule bana yule anatoteaga. Yule anatoteaga. Sasa na wote vipi wakati ana uwezo tena? Yule uwezo anasema ndio vile akipata chance kama vile anatufunga. Kwa kidogo ndo anawatisha. Yule kidogo ndo atutisha. Basi shukrani, endelea kula mahindi. Bwana mzee, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Kwema? Kwema ndugu. Wewe Azam FC ama au tu umevaa kama mtoko? Kwanza nacheka na furahi. Unacheka? Na furahi. Unapozungumza shabiki wa Azam FC namba 1 ni mimi. Tanzania nzima naweza kuzungumza hivyo. Leo mnacheza katika uwanja wenu wa nyumbani, mchezo wenu wa nyumbani, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Azam FC mkiwapokea Young Africans. Katika mchezo wa kwanza ambao Yanga alikuwa nyumbani Azam Complex akitumia uwanja huu, mlimfunga bao 1-0. Leo anarudi tena katika ule uwanja ambao mlimwazibu. Kwanza wao wenyewe Yanga wanafahamu kwamba Azam FC ni timu kubwa nayo na wachezaji wakubwa wenye thamani na wenye uwezo. Kwa hiyo ni mechi Yanga anapokutana na Azam anatambua kwamba Azam ni timu kubwa na anaheshimu na anajua ninachokwenda huko matokeo aina yote yanatokea kwa sababu Azam sio timu ya kutegemea lazima nitashinda. Azam ukija Azam yani wewe matokeo yako makubwa jiandae kwa ajili ya sare. Yaani ufungwe ama sare.
Lakini labda wanapata imani kuona kwamba nyinyi mlipoteza katika mchezo kidogo. Kwanza ni bora hata tungeshinda mechi iliyopita, hii kwao ndio ingekuwa nyepesi kuliko kufungwa mechi iliyopita, na maana tumejifunza jambo kupitia mechi iliyopita. Kwa hiyo sasa hivi mtakuja kwa umakini. Yaani sio kuja kwa umakini, yaani leo tunacheza mpira. Leo tunacheza mpira. Yanga waje kwa tahadhari hali ya juu. Wakija vibaya watambulia watachokipata. Wanakosa baadhi ya nyota wao kwa maana Stefano Azizikia anaweza kukosa mchezo, Ali Diaucho anaweza kukosa mchezo, na ni moja kati ya nyota ambao walikuwa wanaanza na ni nyota bora kwenye kikosi chao. Hii inaweza ikawa na faida au afueni kidogo kwenye kikosi cha Azam FC. Azam FC kwanza ukae ukitambua mwandishi, Azam FC ni timu kubwa na haimufii mchezaji wa aina yoyote wa Afrika Mashariki na Kati ama wa Afrika. Azam FC ni timu kubwa, mchezaji yoyote mwenye uwezo akikutana na Azam anajua kwanza nakuta anacheza na watu ambao wenye uwezo wa mpira. Sasa tuna wachezaji wa ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Sababu tumesajili vizuri na tuna wachezaji wakubwa kama nilivyokuambia. Kwa hiyo sisi kukosekana wale sisi kwetu hawatupi pressure, na wangekuwepo sasa hawatupi pressure. Timu yetu ya Azam ni timu kubwa na tuna imani tutafanya vizuri kwa mechi leo. Matokeo ya mwisho unaona ngapi? Zile ni timu kubwa. Sisi mara nyingi hata tunapokutana na Azam na Yanga, matokeo yake mara nyingi sana tunajifunga sana. 2-1, 3-1, 3-2. Kwa hiyo inawezekana bila. Moja bila inatokea emergency sana, lakini mechi zetu sana nyingi zinakuwa zinatoa 2-1, 3-1, 3-2 ndio inatokea. Kwa hiyo magoli lazima yapatikane. Hakuna mechi ya Azam iliyocheza ndani ya dakika 90 ikapigana suluhu, sio kweli. Hamna kabisa. Basi bwana, kila laheri. Asante sana. Bwana, huyo ni mzee wangu mshabiki wa Azam FC ambaye anakwambia mechi ya leo itakuwa ni mechi kweli na wamejiandaa kucheza mpira, lakini anaamini kabisa mechi ya Azam na Young Africans haijawahi kuwa mechi nyepesi, kwa maana upande wa magoli itatoa 2-1, 2-0, 3-1, 3-4, ndio mara nyingi inapatikana hivyo. Bwana, kutokea hapa uwanja wa Azam Complex, mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Muito obrigado. Msabiki wa mnyama bwana, dimba la Azam Complex mapema leo inakufanyika mchezo wa Young Africans wa Azam FC na Young Africans. Mambo vipi mtaalamu? Poa. Kama kawa? Fresh tu. Fresh? Shwari. Mbona una furaha sana? Furaha sana kwa jana malengo yetu kuanza kutimia ya kuingia hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tunaangalia mambo mengine ili tufike mbali zaidi. Hapa ulikuwa unapita kwamba mtaani kwako ama umekuja kwa ajili ya mechi? Hapa ilikuwa napita tu na shughuli zangu, sikuja kwa ajili ya mechi. Leo bwana Chamanzi, hapa kunafanyika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Azam FC akimpokea Young Africans. Katika mchezo wa kwanza ambao walicheza, Yanga alikuwa mwenyeji, alipoteza kwa bao 1-0. Mchezo wa leo unauonaje? Mchezo wa leo utakuwa mgumu sana kwa sababu Yanga atataka kulipa kisasi, lakini vile vile Azam naye hatotaka kupoteza tena mchezo huo. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu, ila sisi tunaombea Azam apate matokeo mazuri ili sisi tunufaike nayo. Mnufaike nayo. Ndio. Furaha izidi kuendelea. Furaha izidi kuendelea. Manake leo kama mtani akifungwa, manake na jana mlishinda kwa furaha kama moto unamwagiwa petroli. Unazidi tu furaha. Leo unaona mechi inaweza katoa mabao mangapi kwa namna ambavyo ugumu wa mechi kila mtu ana demand ya matokeo? Itategemea, ila kuanzia kwenye bao 2 na kuendelea zinaweza zikapatikana. Kwa upande wa nani? Kwa upande wa Azam. Azam. Feitoto leo ni vita kumgombea Feitoto kwa sababu Yanga wanamtaka na nyinyi mnamtaka vipi? Hela ndio itaongea. Hela ndio itaongea. Nani atakuwa wa mwanzo na nani atakuwa na mpunga mrefu? Basi. Mama. Mwananchi bwana, mama tuzungumze naye kidogo bwana, mama wangu mwananchi.
Naweza, naumwa mdogo wangu malaria, siwezi kuzungumza. Unaumwa malaria? Naumwa malaria yani. Sasa umekuja kumwangalia Yanga. Ndio hivyo kipenda cha Lola nyama. Kipenda cha Lola. Mapema hii mechi saa moja. Siwezi, yani siwezi kuongea mengi ongo zangu. Sisikii vizuri. Mimi napenda sana kuongea. Haya pole. Bwana mamangu huyo akiwa amewahi mapema katika uwanja wa Chamazi. Ndio uamini bwana, mpira ni maisha ya watu. Mamangu anaumwa malaria, yuko hoi. Lakini amekuja hii sasa hivi ni saa 7. Yule pale anaingia zake. Bwana vuka huko tuzungumze na mwananchi Malcolm Zumbe. Angalia wasikugonge na kutegemea. Vipi baba? Kama kawaida. Mahindi yanalika? Analika. Hasira? Kama kawaida. Unajiamini? Yeah. Bwana leo mnacheza na Azam Dar es Salaam Derby. Vipi mechi, mchezo kiujumla unaona utakuwaje? Kwa kifupi mechi itakuwa rahisi.